Naam, karibu kwenye ripoti za mashindano ya riadha kwa vijana ambao wana umri chini ya miaka 18. Mashindano haya yanafanyika hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Watoto ni wengi kweli ambao wamehudhuria kwenye mashindano haya. Lengo kuu la mashindano haya ni kuchukua vizazi vipi ambavyo vitakuja kufanya vizuri kwenye mashindano ya riadha hapa nchini Tanzania. Mashindano haya yameandaliwa na chama cha riadha cha mkoa wa Dar es Salaam. Reports za Dimbani Connect zipo tayari kabisa kukupa yale yote ambayo yanaendelea hapa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Mashindano haya yanafanyika kwa siku 3. Yes, nipo na Salvatore, mshindi wa mita 1500, mshindi wa kwanza kabisa ambaye ameshiriki kwenye mashindano haya. Ni moja kati ya nyota ambaye kwa kiasi fulani unaweza kumuona ni nyota wa baadaye wa riadha. Bwana, mambo vipi? Bwana, mambo fresh kabisa. Bwana, wanakuita nani wewe? Wananiita Salvatore Msafiri. Umetokea wapi? Nimetokea mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe. Ndio. Hongera sana kwa kuibuka kwa mshindi wa kwanza kwenye mita 1500. Umezunguka uwanja wa Benjamin Mkapa mara 12. Kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu na namshukuru kocha wangu kwa kunipatia mbinu mbalimbali, mazoezi ambayo amenifundisha. Ndo kikubwa ambacho kimefanya mpaka nishinde, kutokana na kocha wangu na kumwamini Mwenyezi Mungu. Bwana, unamwangalia nani kwenye riadha? Nani ambaye ni nyota ambaye ukimwangalia unatamani siku moja ufike pale? Natamani kuwa kama Alphonse Simbu ambaye amemaliza kushinda mashindano ya kidunia. Natamani na mimi niwe kama yeye, kwa sababu naamini naweza, na nikikutana naye na yeye atanifundisha mbinu mbalimbali. Tunaamini tunaweza tukaendeleza mchezo wa riadha nje ya nchi Tanzania ikajulikana sana kuliko nchi zingine. Kuna vijana kama wewe ambao wanapenda riadha, wanakimbia kweli, lakini hawajapata hii fursa ya kushiriki hapa ama wamedharau mashindano haya. Unaweza ukawaambia vipi? Unaweza ukawaambia maneno gani ya kuwainua watoke pale walipo? Kikubwa ni wasiogope kwamba huyu anakimbia sana, wasiogope muonekano wa mtu, wenyewe wajitokeze, waje tu wajitokeze kulingana na hali ya maisha, changamoto, waje tu wajitokeze kwa sababu wote tunayapitia hayo. Kwa hiyo unaweza ukaona ogopa uko nyumbani, lakini ukaja siku moja ukatrain, na mimi kwa siku siamini kwamba kuna siku tutaweza kushinda hapo mbio 1500. Ipo na William, mhitimu wa kidato cha 4 na miaka 17, ni mshindi wa mita 400, mshindi wa kwanza kabisa wa mita 400. Bwana, mambo vipi? Fresh. Umeanza kukimbia ukiwa na umri gani? Nimeanza kukimbia kwa na umri kama wa miaka 14. Hongera sana, nimeona umemaliza ukiwacha wenzako mbali kweli. Kipi hasa kimekufanya ufanye vizuri leo hii namna hii? Cha kwanza ni kujiandaa kwa vizuri. Cha pili ilikuwa na target kwamba unataka kufanya kitu fulani na unasikiliza maagizo ya kocha anavyokufundisha. Yaani kikubwa ni kujiandaa mazoezi, Nilikuwa najua mashindano haya hapo. Kocha nikamwahidi nitafanya vizuri. Nafanya vizuri na nitaendelea kufanya vizuri na mbio zingine. Nimekuja kushiriki mashindano haya ya vijana. Umetokea wapi? Nimetokea Arusha. Umeanza kukimbia ukiwa na umri gani? Maana nimeona umefanya vizuri kweli na umemaliza kwa kutumia muda wako vizuri sana. Nilianza nikiwa mdogo, mwenye umri wa miaka 5. Ulikuwa unakimbia kwenye zile za umetashumta sijui miseta? Umetashumta na miseta. Ulishafika kwenye hatua gani kwenye mashindano haya? Kwenye mashindano ya mitashumta nilifika mpaka kitaifa, na miseta nilienda mpaka kitaifa. Kuna wasichana kama wewe na kwa namna moja ama nyingine hawajajitokeza na hawajitokezi kwenye mashindano kama ya riadha. Wengi wanaamini ni mashindano ya wanaume pekee. Unaweza ukawaambia vipi? Naweza kuwaambia wajitokeze kwa sana, maana kuna fursa nyingi za wasichana kwenye michezo. Hongera sana. Na kwa namna moja ama nyingine, wewe nani anakuvutia sana kwenye mashindano ya riadha na amekuhamasisha hata wewe kuja kushiriki? Navutiwa na wanariadha wakubwa wakina Magdalena na Simbu. Yes. Hongera sana. Asante. Bwana, nipo na Mr. Philip. Huyu ni mzazi ambaye ameleta vijana wake hapa uwanja wa Benjamin Mkapa ili waje kushiriki mashindano haya ya vijana wadogo kabisa. Hiki ni kizazi kipya cha riadha ambacho tutakuja kukishuhudia huko mbeleni, na nadhani medali zitaanza kuja nyingi kweli hapa nchini Tanzania. Bwana, brother, kwema? Kwema. Bwana, kwanza kabisa napenda kufahamu umekuja na vijana wengi kweli. Kipi zaidi kimekuvutia kwenye mashindano haya umeamua kuleta vijana wako hapa? Cha kwanza mimi ni mwanamichezo.
Niseme ni retired professional player, ni kwa mchezaji wa mpira zamani. So nimestaafu na saizi nimejikita kwenye michezo zaidi. Okay. Bana, umewaleta kwenye riadha, ila wewe ulikuwa pia umesema ulikuwa ni footballer. Sasa kwa nini ukuwapeleka kwenye football ukaamua kuwaleta kwenye riadha? Mimi michezo ndiye imenilea mimi, ndiye imenipeleka shule. Yani maisha yangu yote ni michezo hadi chuo. Kwa hiyo kwenye riadha unawaona zaidi ama wanaweza wakaingia pia kwenye football? Kote wataenda mpaka pale. Kwa umri huu usimchagulii sana, kwa sababu bado talent anazo nyingi tofauti. So kwa hiyo kwa umri huu unampa chance ajaribu vyote. So mpaka pale utaona huu umri hiki anakifanya bora sana kuliko hichi. Unaona? Sasa sisi tunachokosea wazazi, tunamchagulia mtoto. Usimchagulie mtoto kwa umri huo, unampa muda kidogo, anaangalia kipi anachofanya vizuri zaidi, hicho ndio ataenda nacho. So tuongee na mzazi ambaye bado yupo nyumbani na ana vijana wake wadogo kama hawa kwako na hajawaleta hapa. Tunaweza tukamwambia vipi kuhusiana na fursa zilizopo kwenye michezo, hasa kwenye huu mchezo wa riadha? Tatizo kuna ile tradition ilijengwa toka zamani, michezo ilipe michezo ya wauni, lakini sasa hizi dunia nzima watu wenye hela kubwa ni wana michezo. So kwa hiyo michezo sasa hizi nalipa, na ukiangalia dunia nzima watu saizi wamejikita kwenye michezo, wazazi wanaweka watoto wao kwenye michezo. Elimu ni sawa, mtoto kuwa na elimu ni sawa, kwa sababu elimu inamsaidia mtoto kujitambua zaidi. Lakini michezo saizi ni kama kazi zingine. Ukipata kazi kuwa mwana michezo kwenye sehemu yoyote, unalipwa vizuri kama yule zaidi na yule aliyopo ofisini. Kwa hiyo wazazi nyumbani wajaribu, wasiache tu watoto mitani, wasiache tu watoto sijui shuleni tu. Ukiona kuna sehemu, kuna kitu kinahitajika kwenye michezo, jaribu kumweka mtoto wako. Yes, nipo na Amani Ngoka, mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam. Anaweza akatupa undani kabisa wa mashindano haya, lipi lengo na walioshiriki mashindano haya tuwatazamie kuwaona wapi? Amani Ngoka, hongera kwa mashindano haya, mashindano ni mazuri kweli kweli na vijana tumewaona. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nashukuru Mungu, hii ni plani yetu ambayo tulikuwa nayo wakati tunaingia kwenye uongozi wetu. Sio mimi peke yangu, ni mimi pamoja na kamati yangu yote, ila tunatembea chini ya mwamvuli wa Shirikisho la Riadha Tanzania. Ni maono ya Rais wa Shirikisho la Riadha Tanzania kuwa tunaanza michezo yetu ya riadha tunaanzia katika ngazi za chini kwenda ngazi za juu. Kwa sababu hawa vijana tukiwalea katika msingi huu mdogo, ndio tunapata wale wanariadha wa kimataifa baadaye. Umeniuliza kuwa hawa vijana tuwategemee kwenye kuwaona wapi? Tuwaone wapi baada ya kushinda? Kwa sababu kuna vijana wameshiriki hapa, wameshika nafasi ya kwanza, wengine nafasi ya pili, wengine nafasi ya tatu. Tuwaone wapi sasa? Hawa vijana kwanza kabisa mtarajia kuwaona kwenye mashindano ya East Africa ambayo yatafanyika mwezi wa Aprili. Rais wetu alikuwa kwenye majadiliano, hatujajua kwa mashindano yale yatafanyika nchi gani, kwa sababu mwanzoni alikuwa aende kufanyika nchini Uganda. Lakini Uganda kutokana na kuandaa AFCON, viwanja vyao wamesema kuwa havijawa tayari kwa ajili ya kuhodhi ya mashindano. Sasa nadhani rais wetu kwa vile ni mweledi na alikuwa anashirikiana na wenzake wa IARA kwa ajili ya kuangalia mashindano yanapelekwa nchi gani, wategemeeni kuwaona mwezi wa 4 katika timu ya taifa ya Tanzania itakayoshiriki mashindano ya IARA. Lazima kuna vijana watatoka humu na wengine watatoka mikoa mingine. Bwana, mkoa wa Dar es Salaam umekuwa ni kama mzizi wa mashindano mengi kweli kweli, iwe riadha, iwe mchezo mwingine, soka na nini. Sasa kuna mikoa ambayo bado haijaanza mambo unayofanya Dar es Salaam. Unaweza ukawashauri nini wenye viti wa mikoa mbalimbali kuhusiana na kizazi kipya kinachokuja cha riadha, na kizazi hiki cha riadha ujue ndo tunakiandaa sasa? Unawashauri nini ambao hawajaanzisha mashindano kama haya vijana wadogo? Nashukuru. Mimi na wenzangu wenye vitu wa mikoa mbalimbali ya Tanzania tunawasiliana kwa ajili ya haya jinsi sisi tulivyoandaa. Wengi sasa hivi wameshachukua hili na wao wanaenda kulifanyia kazi. Mfano tu Iringa tayari ameshaanza mkakati huo anaenda kuandaa mashindano yake ya uwanja. Aliomba tusaidiane mimi na yeye jinsi kuwa mimi nilianza vipi, plani vipi. Kwa hiyo sisi tunashare vile vilivyo vizuri kwetu. Kwa hiyo ni vizuri mwingine ambaye anataka kuendelea na kufanya kitu kama hichi. Mimi niko tayari yote na muda wote kutoa ushirikiano kwa mimi nilianzaje, nimefikaje, naendaje.
lakini kitu cha msingi tusiogope. Mimi natoa wito kwa viongozi wenzangu wa mikoa, wenye viti wa mikoa, sawa, tusiogope, tujaribu, tufanye, tutaona manufaa ya baadaye. Leo tumeendesha Dar es Salaam, kesho ataendesha Iringa, Mtondogoo ataendesha Mwanza, Mtondogoo anaendesha Arusha, siku nyingine Morogoro, siku nyingine Dodoma. Tukija kufanya kuwaweka sehemu moja wale watoto, tutakuwa taifa tuna wachezaji wengi ambao hatutategemea mchezaji mmoja. Sasa hivi kwenye timu zetu unaona tunategemea wakina Simbu, wakina Geai, wakina Makidalena, wakina Cecilia, wakina Joseph Panga, wakina Joseph Gisemo, umeona ni watu ambao tunawategemea katika taifa hili, sawa. Sasa hivi kuna wale vijana wamechupukia wale wa timu ya Geai, umeona Geai ameamua kuweka wachezaji na yeye ameibua vijana, sasa hivi taifa tunawategemea. Kwa hiyo na sisi kama DAA tunawekeza kwa hawa vijana ili baada ya muda mfupi tu hawa vijana wawe tayari kuwakilisha taifa katika mashindano makubwa. Kwa hiyo wito wangu kwa wenye viti wa mikoa, wasiwe waoga, wafanye hili jambo, linawezekana. Sasa kuna baadhi ya wazazi ambao ni wa hapa Dar es Salaam lakini hawajaruhusu vijana wao kuja hapa na wana mawazo hasi kuhusiana na riadha, hasa wazazi ambao wanamiliki watoto wa kike. Sasa naomba uzungumze na wakazi wa Dar es Salaam ambao hawajaruhusu watoto wao kuja hapa na uambie umuhimu wa mashindano haya. Mimi wito wangu kwa wazazi wa mkoa wa Dar es Salaam, wasiwazuie wale watoto kuja hapa kwenye hii michezo. Kwanza huu mchezo wenyewe ni ajira. Leo kuna vijana wamefanya vizuri. Sisi kama DAA tunawafungulia uwekezaji kwenye UTT ambayo ukimwekea hata kama ni shilingi 10,000 umemwekea, kila siku ile hela inaendelea kuzalisha. Kwa hiyo ni ajira vile kwa watoto, na hiyo hela tutakayowawekea watoto itakuja kuwasaidia baadaye. Na sisi DAA kuna hivi vipaji vyetu ambavyo tunavyoviangalia. Wale mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne ambao tunajua wanaenda kufanya vizuri na nini. Wale tutawafungulia ile akaunti yao, kila wakati tutakuwa tunaiwekea hela kidogo kwa ajili ya maendeleo ya yule mtoto. Japo hatutataka ile hela itoke kwa sasa hivi, angalau ikae muda kidogo ili iweze kujizalisha kidogo. Na wadau ambao ni wadhamini ambao wanatuunga mkono, tunawaomba kuwa hata kesho na kesho kutwa ukija kuwaomba watuunge mkono, kwa sababu hichi tunachokitengeneza sio cha Dar es Salaam tu, bali cha Tanzania nzima. Hapa tulipo kuna wachezaji wengine wametoka Arusha, Manyara, wamekuja wamecheza haya mashindano na ni vijana wazuri. Kwa hiyo waone kuwa sio Dar es Salaam tu, wamesaidia Tanzania, sio Dar es Salaam peke yake, tumesaidia Tanzania nzima. Nashukuru sana mzee wangu. Asante sana.